Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako, lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni na kusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukileka katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka kiongozi mkuu wa nchi ya Iran Mujtaba Ali Khamenei ametoa ujumbe katika siku ya leo, ujumbe ambao umekuja kuhakiki sehemu ya mapendekezo ya nchi ya Iran ambayo iliwasilishwa katika nchi ya Pakistan, lakini halikadhalika wakati waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran Abbas Araghchi alipoelekea katika nchi ya Oman, vile vile alipeleka sehemu ya ujumbe mfano kwa huo. Ujumbe uliopelekwa na Abbas Araghchi katika nchi hizi mbili ulikuwa una tofauti kidogo na jumbe ambazo zilikuwa zikienda katika siku za nyuma. Na moja katika jambo muhimu ambalo lilikosekana katika ujumbe huo ilikuwa ni kuhusiana na program ya nyuklia ya nchi ya Iran. Program ambayo asili yake ilikuwa ni program kwa ajili ya shughuli za kibinadamu, kwa maana ya kwamba uzalishaji wa umeme pamoja na shughuli nyingine za kuhusiana na masuala ya matibabu na mfano vitu kama hivyo. Kukosekana kwa message ambayo inahusianisha vile vile program ya nyuklia ya nchi ya Iran katika ujumbe wa Abbas Araghchi au nchi ya Iran iliyokana nao Abbas Araghchi katika nchi ya Pakistan na katika nchi ya Oman, ilikuwa inatoa ishara ya wazi kabisa kwamba kuna jambo huenda likaja mbele, na ndicho kitu ambacho kimekuja kubainika kupitia ujumbe uliotolewa na Mujtaba Ali Khamenei. Katika ujumbe wake amehusisha vitu viwili, amehusisha program ya nyuklia lakini vile vile na program ya silaha za nchi ya Iran, kwa maana ya kwamba nuclear program na uwezo wa silaha wa nchi ya Iran, vyote hivi maana yake vitalindwa na nchi ya Iran kwa kutumia nguvu zake zote, kama vile inavyolinda mipaka yake ya ardhini, na kama inavyolinda mipaka yake ya angani, na kama inavyolinda mipaka yake ya bahari. Basi kwa mfano huo vile vile uwezo wa silaha wa nchi ya Iran utalindwa kwa muundo huo, lakini vile vile uwezo wa nyuklia wa nchi ya Iran utalindwa katika muundo huo. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba hivi sasa program ya nyuklia ya nchi ya Iran imeingia katika moja katika tunasema ni ile sehemu ya usalama wa taifa wa nchi ya Iran, kwa maana kwamba ni moja katika mali za nchi ya Iran au ni moja katika vitu ambavyo viko katika udhibiti wa nchi ya Iran, na hakuna tena opportunity ya kuweza negotiate au kuweza kuingia katika mjadala kuhusiana na hilo. Ni kama unavyozungumzia swala la mipaka ya nchi ya Iran, kwamba haiwezekani nchi ya Iran kwenda kujadili labda na Marekani kuhusiana na uhalali wa mipaka yake. Halikadhalika program ya nyuklia ya nchi ya Iran, kwa tafsiri nyingine ni kwamba hivi sasa serikali ya Iran au nchi ya Iran kwa ujumla inaona kwamba program ya nyuklia inaingia katika haki ya msingi ya nchi ya Iran, na hivyo hakuna room tena ya kuweza kufanya mjadala wa namna yoyote kuhusiana na program hiyo. Jambo ambalo tukilitazama katika muundo wa nje linaashiria wazi kabisa kuhama kwa doctrine ya nchi ya Iran au kuhama kwa sera ya ulinzi ya nchi ya Iran. Tulianza kulihisi jambo hili kwanza kupitia sehemu ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanyika mara kwa mara katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Iraq, jambo ambalo halikuwa ni jambo la kawaida kwa nchi ya Iran, kwa kuzingatia katika siku za nyuma walikuwa wakitumia defense strategy, kwa maana ya kwamba walikuwa wakitumia doctrine ambayo au sera ambayo Iran haiwezi kufanya mashambulizi katika nchi yoyote mpaka yenyewe itakapokuwa imeshambuliwa. Lakini baada ya kuingia katika ceasefire, imekadiriwa mara kadhaa nchi ya Iran ikishambulia katika maeneo ya Suleimania ya upande wa kule kaskazini mwa nchi ya Iraq, maeneo ambayo kwa upande mmoja au mwingine yanakusanya baadhi ya vikundi vya Wakurdi ambao wanahitaji kujitenga na nchi ya Iran, maana yake wenye asili ya kutokea katika sehemu za Kurdistan, katika jimbo la Kurdistan katika nchi ya Iran. Tumeona kwamba Iran imekuwa ikiendelea kufanya mashambulizi katika maeneo hayo. Hii ni kuonyesha kwamba imehama kutoka katika defensive strategy na ikahamia katika offensive strategy.
kwa maana kwamba hivi sasa nchi ya Iran kujilinda kwake haisubiri adui aishambulie, bali yenyewe itakapoona threat au hatari ya namna yoyote, maana yake ni kwamba itafanya mashambulizi, na hilo limeendelea kuhakikiwa kupitia katika mlango bahari wa Hormuz, kwamba hivi sasa meli yoyote ambayo inapita bila kupata maelekezo ya nchi ya Iran inaingia katika tishio na usalama wa nchi ya Iran, na hivyo Iran inaweza ikaishambulia. Hali kadhalika katazo lake katika upande wa meli za kivita kupita katika mlango bahari wa Hormuz, hili ni jambo ambalo maana yake linazingatiwa kama ni sehemu ya tishio la usalama wa nchi ya Iran, na hivyo meli yoyote ya kijeshi itakayokusudia kupita katika mlango bahari wa Hormuz bila shaka itashambuliwa. Lakini hakikisho lingine la kusadikisha hicho ambacho tumekiona cha kuhama kwa doctrine ya nchi ya Iran ni kauli ambayo vile vile imezungumzwa na Mujtaba Ali Khamenei katika speech yake, kwamba bezi yoyote ambayo ilishiriki katika kuishambulia nchi ya Iran itabaki kuwa ni target halali ya nchi ya Iran katika wakati wote. Kwa maana hiyo ni kwamba haisubiri au nchi ya Iran haitasubiri tena bezi ambayo ilipata kushiriki kushambulia katika nchi ya Iran iweze kujiunda tena na kisha ifanye tena mashambulizi katika nchi ya Iran, bali watakapopata authenticated information, watakapopata taarifa ambazo ni halisi kabisa kwamba katika bezi husika kuna maendeleo ya namna yote, basi bila shaka tunaweza tukashuhudia wakishambulia wao wenyewe au wakishambulia kupitia yale makundi ambayo yanaungwa mkono na nchi ya Iran. Na hii tumelithibitisha katika siku kadhaa nyuma, ilipopatikana reports ya kwamba kuna mashambulizi ya drone yamefanyika katika nchi ya Kuwait kutokea katika upande wa nchi ya Iraq, ambao bila shaka itakuwa ni move ambayo ilifanywa na People Mobilization Force, sehemu ya makundi yale wanamgambo ambayo yanasapotiwa na nchi ya Iran. Kwa hivyo kiujumla ni kwamba kauli ya Mujtaba Ali Khamenei, pamoja na kwamba kuna vitu vya ziada ambavyo vimeguswa, lakini katika upande huu inaashiria mambo kadhaa. Kwanza kabisa inaashiria wazi kwamba kuna uwezekano mkubwa Iran wamehama kutoka katika ile fatwa au ile mwongozo ambao ulitolewa na mzee Ali Khamenei ya kwamba silaha za nyuklia ni hatari kwa maisha ya mwanadamu, kwa hivyo haifai kutengeneza silaha za nyuklia, fanyeni tu program zingine za nyuklia. Lakini kwa hivi sasa kuna uwezekano mkubwa ni kwamba wamehama na kuhamia katika hatua ya kutengeneza silaha za nyuklia. Inawezekana ikawa ni jambo linahitaji muda, lakini kwa mwenendo huu wa kuiondoa discussion ya nyuklia katika sehemu ya mjadala na kufuatiwa na statement ya Mujtaba Ali Khamenei ya kuchanganya ulinzi wa silaha pamoja na ulinzi wa nuclear program ndani ya sentensi moja, ni kuashiria kwamba viwili hivi maana yake inawezekana ndani ya nchi ya Iran hivi sasa vipo katika standard moja. Na katika mazingira namna hiyo, tafsiri yake ni kwamba hivi sasa nchi ya Iran maana yake ni kwamba licha ya kutumia uwezo wa silaha zake kama zile nuclear, kama zile ballistic missiles ambazo ni silaha maarufu katika sehemu ya uwezo wa nchi ya Iran, hivi sasa tunachokitarajia kuna nafasi kubwa ya kutumika vile vile uwezo wake wa nyuklia kama ni sehemu ya ulinzi wa nchi ya Iran. Maana yake sio kuishia tu katika kuzalisha labda madawa ambayo yanasaidia kupambana na vijidudu vya maradhi ya mimea au kwenye kuzalisha umeme na mfano wake, bali hivi sasa maana yake ni kwamba silaha, kuna uwezekano mkubwa uwezo wa nyuklia wa nchi ya Iran, kwa maana kama utakuwa umeelekea katika silaha kutumika kama vile ballistic missile na silaha nyingine zinazotumika katika swala zima la ulinzi wa nchi ya Iran. Na hili tunalichukua katika uzito mkubwa kwa kuzingatia kwamba stage ambayo Iran walikuwa wamefikia ilikuwa ni stage ndogo sana kuweza kukamilisha hatua ya kuwa na uwezo wa silaha za nyuklia, kwa sababu stage nyingi za mwanzo walikuwa wameshazipita, kutokea katika stage ya mwanzo ya kuvuna ile tunaita uranium ore, sehemu ya ile madini yale uranium kutoka ardhini, na kisha wakavuka katika step ya pili ya kuihamisha kutoka katika level ya kuwa kama uranium ore kuipeleka kuwa uranium cake au inaitwa yellow cake, kama ni sehemu ya unga baada ya kuwa ile imesagwa na mfano wake. Na kisha hatua inayofuatia ambayo vile vile waliivuka ni ya kuibadilisha ile uranium cake kuipeleka kwa uranium hexafluoride au wakati mwingine uranium tetrafluoride. Maana yake ni step ambazo zinafuatia baada ya hapo.
na stage iliyokuwa imefuatia kutokea katika ilikuwa inatakiwa ifuatie kutokea katika uranium hexafluoride, maana yake ni stage ya mwisho ambayo inahusisha matumizi ya sehemu ya vitu kama magnesium na mfano wake, ambao vinaweza vikasaidia kuondoa sehemu ya fluorine katika ile uranium hexafluoride, kuondoa sehemu ya fluorine ili kuweza kupata pure uranium ambayo inaweza ikatumika katika silaha. Kwa hiyo maana ilikuwa ni step ambayo haichukui muda mrefu tena kwa maarifa au uwezo wa maarifa waliokuwa nayo wa Iran. Kwa hiyo ilikuashiria wazi kabisa kwamba huenda nchi ya Iran kwa hivi sasa ikawa imefikia katika hatua hiyo, na kama itakuwa imefikia katika hatua hiyo, maana yake ni kwamba kwa tafsiri nyingine, inawezekana katika taarifa za siku za usoni tukabaini kwamba kuna nchi mbili zenye uwezo wa kinyuklia katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa maana kufikia katika uwezo wa kuzalisha silaha za nyuklia, kwa maana nchi ya Iran pamoja na nchi ya Israel. Na hilo kwa tafsiri nyingine maana yake ni kwamba litakwenda kubalance ile power ambayo Israel walikuwa wakiipigania kwa muda mrefu ya kuhakikisha kwamba wanakuwa ni military power. Itakuwa ni tunasema kwamba inakuwa ni military power, ile superpower katika eneo la Mashariki ya Kati peke yake, ambayo ina uwezo wa nyuklia mkubwa, lakini vile vile ina uwezo wa teknolojia hasa katika upande wa anga, kama matumizi yake ya kama jeshi la anga la nchi ya Israel linajulikana kwa uzuri wake. Kwa hivyo kwa mazingira ya sasa hivi, maana yake ni kwamba inawezekana tukawa tuna nchi nyingine ambayo inazingatiwa kama ni nuclear state au nchi ambayo ina uwezo nuclear katika eneo la Mashariki ya Kati, na hivyo hili litatengeneza balancing of power au ile kubalance power ya upande wa mashariki ambao unaikuta nchi ya Iran, lakini vile vile na upande wa kama kaskazini ambao unakutana na nchi ya Israel. Lakini jambo lingine ambalo Mujtaba Ali Khamenei amelizungumza ni kuonyesha kwamba ndoto ya nchi ya Iran kwa hivi sasa haitaraji kwamba kuendelea kubaki na ushawishi wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, na hili linathibitishwa na statement kama vile ambayo amezungumza Mujtaba Ali Khamenei katika speech yake. Ya kwanza ni kwamba haiwezekani nchi ambayo inatoka takriban kama kilomita 10,000 kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati kuja kuweka utaratibu katika mlango bahari wa Hormuz. Bila shaka jeshi la namna hiyo litakuwa halina nafasi, isipokuwa kama ni nafasi yake basi ni chini ya bahari, kwa maana kwamba ikiwezekana meli zake ziweze kuzamishwa na kuelekea chini ya bahari. Hii ni alama ya kwanza ya kuonyesha kwamba nchi ya Irani katika fikra yake hivi sasa haioni tena nafasi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini jambo la pili ni hatua ya Mujtaba Ali Khamenei kuzungumza kwamba bezi yoyote ambayo ilishiriki kushambulia katika nchi ya Iran, maana yake itaendelea kubaki kuwa ni target mama ya nchi ya Irani katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii inaashiria wazi kwamba uwepo wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake vile vile kwa kiasi kikubwa unasapotiwa na bezi zake katika eneo la Mashariki ya Kati. Ina maana bezi za Marekani zinapokuwa hazipo katika eneo la Mashariki ya Kati, ni kuashiria wazi kabisa kwamba Marekani haipo katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa itakapokuwa fikra ya nchi ya Irani inaashiria wazi kabisa kwamba haioni nafasi ya bezi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati au sehemu ya Navy ile ya jeshi lake la wanamaji katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake katika maeneo kama ya Ghuba ile ya Oman kwa hivi sasa, na maeneo ambayo yako ndani ya ile Ghuba ya Uajemi, kwa maana kwamba katika maeneo kama Bahrain ambapo inapatikana ile bezi kubwa ya jeshi la Marekani katika upande wa maji, 50th Fleet Base. Kwa tafsiri hiyo, maana yake ni kwamba uwepo wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ni kama muondoka, kwa sababu uwepo kwake kunategemea zile bezi ziwepo. Itakapokuwa hakuna uhakika wa zile bezi kuwepo, maana yake tafsiri yake ni kama Marekani sasa haipo tena katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini hii ni sehemu katika jicho la nchi ya Iran katika vile inajiona vision ya mbele ya eneo la Mashariki ya Kati. Lakini hili vile vile limeendelea kusisitizwa kupitia ile tanbihi au onyo ambalo au tahadhari ambayo imetolewa na Mujtaba Ali Khamenei katika speech yake kwamba nchi za eneo la Ghuba ya Uajemi maana yake hazitakiwi tena kutoa fursa kwa bezi za Marekani kuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa tafsiri nyingine ni nchi itakayochague moja katika maamuzi mawili,
of either kuwa pamoja na nchi ya Iran katika kile inachokiona au kuwa pamoja na nchi ya Marekani, lakini katika mazingira ambayo nchi za Ghuba hazita guarantee sehemu ya usalama wake. Kwa hiyo hii ni moja katika mkusanyiko wa mambo ambayo yanaashiria kwanza kubadilika kwa doctrine ya nchi ya Iran, lakini vile vile kubadilika kwa uoni wake katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo kila tunapolitazama linaashiria mpaka kufikia katika level hiyo, inawezekana mgogoro wake bado ukawa ni mkubwa, kwa sababu Marekani, eneo la Mashariki ya Kati linabaki kwamba ni eneo lake muhimu. Eneo la Mashariki ya Kati linabaki kwamba ni eneo lake muhimu, na kulipoteza eneo la Mashariki ya Kati maana yake itakuwa ni kupoteza kitu kikubwa sana katika utawala wa nchi ya Marekani katika dunia. Na hii ni kwa sababu ya utajiri ulioko katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile uwekezaji ambao umewekezwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa Marekani imewekeza hela nyingi sana katika eneo la Mashariki ya Kati, na kuonyesha hivyo kama Marekani bado ina ndoto ya kuendelea kuwa na unyayo wake katika eneo la Mashariki ya Kati, ni hatua ya takriban kama siku moja au siku mbili nyuma ya kukubali kuiazima nchi ya United Arab Emirates takriban kama dola bilioni moja kama ile waliofanya ile dollar swap, kwa maana ya kwamba nchi ya United Arab Emirates imekusudia kupeleka kiwango cha pesa zake katika nchi ya Marekani, wakati huo Marekani ikikubali kuipa United Arab Emirates kiasi kama cha dola bilioni moja, kwa maana ya kwamba kutokana na mafuta kwamba United Arab Emirates imekuwa haiuzi vizuri mafuta kutokana na zuio la nchi ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba nchi kama United Arab Emirates bado inahitaji dola kwa ajili ya kukapa baadhi ya madeni ya muda mfupi na vitu kama hivyo, kitu ambacho maana yake ni kwamba Marekani kitendo cha kukubali kuipa dola bilioni moja nchi ya United Arab Emirates ni kwa lengo la kuifanya United Arab Emirates iendelee kubaki katika upande wa nchi ya Marekani, na Marekani kuonyesha kwamba yenyewe bado iko na United Arab Emirates na nchi zingine za Kiarabu no matter what, hata kama kuna mazingira ambayo sasa hivi kidogo yamekuwa sio rafiki katika yanatokana na sheria zilizoko katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa kiujumla ni kwamba eneo la Mashariki ya Kati kwa sababu ya namna yote linabaki kwamba ni eneo muhimu kwa nchi ya Marekani, kwa sababu za kihistoria, kwa sababu za kistrategia, kwa sababu za kisiasa. Maana yake linabaki kwamba ni eneo muhimu la Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, katika siasa ya ulimwengu. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, tafsiri yake ni kwamba Marekani mpaka kufikia katika kukubali kile ambacho kinatazamwa na nchi ya Irani, maana yake ni kwamba ni lazima utatokea mvutano wa hali ya juu. Pamoja na kwamba kile kilichotokea ndani ya siku 40 kilikuwa ni kikubwa kiasi ambacho kimepunguza kwa kiwango kikubwa sehemu ya stock ya silaha ya nchi ya Marekani, kiasi ambacho inaweza kuhitaji miaka 3 mpaka miaka 4 tena kurudi katika mazingira ya kawaida. Lakini maana yake ni kwamba kulikubali hili ambalo linatazamwa na nchi ya Iran, bila shaka itakuwa linaashiria wazi kuanguka kwa nchi ya Marekani, jambo ambalo Marekani bila shaka hawawezi kulikubali kwa urahisi. Lakini jambo la mwisho ambalo Mujtaba Ali Khamenei vile vile amelizungumza ni kuhusiana na kuweka utaratibu mpya katika swala la mlango bahari wa Hormuz. Maana yake chaji na uchajiwa sasa hivi kuna uwezekano mkubwa ikawa na mabadiliko, na msimamo wa Iran kulingana na maelezo ya Mujtaba Ali Khamenei ni kwamba kile kinachochajiwa pale ni kwa sababu ya huduma ambayo Iran wanaitoa katika mlango bahari wa Hormuz. Huduma ya kwanza ni ya pilots, kwa maana kwamba zile meli zinapoingia ni lazima ziongozwe na nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba sehemu ile ya mlango bahari wa Hormuz kwa kiwango kikubwa ni sehemu ambayo imetegeshwa vilipuzi chini ya bahari na maeneo mengine. Kwa hivyo maana mtu akipita bila muongozo inaweza kapelekea wakati mwingine meli kuja kupata madhara. Lakini mgogoro uliopo ni kwamba pilot ambayo inafanywa na nchi ya Iran ni pilot ambao wenyewe ndio wamesababisha hilo tatizo. Yaani wao ndio wametupa mabomu katika mlango bahari wa Hormuz, na wakati huo wanawachaji watu ili kuepusha wasije wakaingia kukutana na vile vilipuzi. Jambo ambalo Marekani hawalikubali. Na hiyo ni chanzo vile vile cha sehemu ya mvutano wa Marekani na Iran, kwamba Irani ndio wametega mabomu na kisha ndio wanawachaji watu waweze kuwapa pesa kutokana na kile ambacho wenyewe wamekifanya. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, wanachaji kwa sababu ya security. Wanasema kwamba kwa usalama wa mlango bahari wa Hormuz na mazingira yake ni lazima meli inayopita ipewe
amani, maana ihakikishio usalama wake na nchi ya Iran. Kwa hivyo ni lazima watu watoe pesa. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, maana yake kwamba ni mazingira ambayo Marekani kama superpower mpaka sasa hivi anaona kwamba hilo sio jambo la sawa, kwa sababu linakwenda kinyume na sheria za bahari, kwa sababu katika sehemu za milango bahari kawaida watu huwa wanapita bure. Ukiangalia kule katika mlango bahari wa Gibraltar, ukija katika sehemu kama ya Bab al-Mandab, ukija katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, kawaida tu wanapita bure, isipokuwa katika baadhi ya milango bahari ambao sheria ya kuchaji watu pesa ilikuwa imeanza zamani kabla ya hapo. Kwa mfano katika sehemu kama ya Bosphorus katika upande kule wa Uturuki, maana ile charging yake ilikuwa ni ya muda mrefu toka kwenye miaka ya 30, na ndio maana walivyokuja kufikia katika kilele cha hitimisho la sheria za bahari kwenye mwaka 82 takriban, walifikia kwenye hatua ya mwisho kwamba zile milango bahari ambayo ilikuwa inachajiwa pesa toka zamani tusiingize katika sheria hizi, kwa sababu maana yake tutaleta confusion nyingine. Lakini katika wakati huo pamoja na kwamba sheria za bahari haziruhusu ile milango bahari kuchajiwa pesa, lakini nchi ya Iran yenyewe haikuwahi kukubali sheria hizo toka zimeanza kuundwa kwenye miaka ya 50 mpaka inafikia kwenye mwaka 82. Iran hawajawahi kukubaliana na hizo sheria, na kwa sheria za kimataifa, maana yake wakati sheria inaundwa, iwapo nchi itakuwa imedeclare wazi kabisa kwamba yenyewe haikubaliani na hilo na imeshaandika pepa zaidi ya mara moja kupeleka katika Umoja wa Mataifa kwamba yenyewe hawakubaliani na hizo sheria za bahari, katika mazingira namna hiyo hauwezi kuilazimisha Iran iweze kutii sheria hizo za masuala kama ya milango bahari na mfano wake. Kwa hiyo maana yake ni jambo ambalo linakuwa lina ukakasi mwingi, lakini mwisho wa siku ni kwamba hichi kilichozungumzwa na Mujtaba Ali Khamenei ni kile ambacho kinaonyesha shifting au kuhama rasmi kwa doctrine, ile sera ya nchi ya Iran katika upande wa ulinzi, lakini vile vile katika upande wa namna gani inalitazama eneo la Mashariki ya Kati. Bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tutapata tafsiri iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau subscribe, like, share pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.